Wanawake ni watunzaji wa familia kama nilivyosema, lakini wanawake ni wasaidizi wa waume zao. Na neno msaidizi katika Biblia Mwanzo 2:18, neno lililotumika kwenye Mwanzo 2:18 ndilo ambalo limetumika wakati kwenye Yohana 14 Biblia Yesu anaposema mtapokea Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu atakuwa msaidizi wenu. Bwana Yesu asifiwe. Neno hilo hilo kwenye lugha ya Kiebrania, neno ni hilo hilo, na maana yake, hatuna Kiswahili kizuri hapa, maana yake mwanamke ni mwezeshaji, facilitator. Mwanamke ni mwezeshaji. Akina mama sema mimi ni mwezeshaji. Maana yake mambo yote ya ndani ya nyumba wewe ndio unawezesha. Wewe ndio engineer in charge of all things in the home. Kwa hiyo Biblia inaposema wewe ni msaidizi wa mume, tukiingia nyumbani kwako, kila tunachokiona hapo tunakuangalia wewe. Wewe ndio umemsaidia baba, unamsaidia baba kwenye mambo yote. Hisia za baba unazilea, maisha ya baba, kuvaa kwa baba, kula kwa baba, kila kitu, nyumba ilivyokaa, utaratibu wa nyumbani, kila kitu ni wewe mama. Sasa nyewe baba mnaweza mkaona ukikorofisha facilitator. Usije ukashangaa ukikuta diaper ya mtoto sebuleni. Manake facilitator amekorofishwa. Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Mwezeshaji mwanamke. Mwanamke mwezeshaji. Na Mungu atusaidie sana. Muda wangu umeisha, sitaki kuwachelewesha sana, lakini nataka nikwambie kama tungeongea habari ya kuwezesha hapa tungemaliza siku nzima. Lakini mama, kazi yako kubwa ni kuhakikisha mambo ndani ya nyumba. Homemaker ni wewe. Bwana asifiwe sana. Ni wewe mfanyaji wa kazi hizo na mwezeshaji wa mambo hayo. Na Mungu atusaidie sana uweze kujitambua. Tukija kwenye nafasi ya watoto, Biblia inawaambia watoto wa Efeso 6:1, watoto wawaheshimu wazazi. Ndio nyie vijana mlioko hapa, mna wazazi, mmeitwa kuwaheshimu wazazi, kusikiliza mzazi anasema nini. Watoto wa sasa hivi ni pasua vichwa, hamsikii. Usiende hiki, mami I will try, mami hiyo mliofundishwa hiyo. Mmeitwa kuwatii wazazi. Lakini wazazi pia tumeitwa kuwasikiliza watoto. Maana kuna mzazi mwingine analazimisha mtoto akasomee udaktari kama mimi. Wewe ulisomea udaktari, una wito wako. Sasa unataka wewe mwenzako akasome udaktari kwa sababu gani? Kuwasikiliza watoto. Watoto hawa ni individuals na wenyewe wameitwa na Mungu kwenye maeneo yao. Sasa usitake awe kama wewe kwenye karia. Na wakati mwingine unataka eti awe kama wewe na tabia zako, wakati wewe una tabia hata nzuri unaweza kumuonyesha. Eti nataka uwe kama mimi na hivi. Na mwingine anamkazania, unajua wewe, mimi nilivyokuwa form 4 nilifanya vizuri sana. Hesabu nilikuwa napata A, ulipata F. Na unamdanganya mtoto apate A. Tungekuwa tunaangalia zamani, mitandao ingekuwa inaonyesha matokeo kama leo, tungekufuatilia na tungejua hukufanya vizuri. Kwa hiyo kwa kweli ni vitu vyote vinatakiwa viangaliwe. Na watoto wetu wa siku hizi wako informed, wanajua kabisa haki zao ni zipi. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho ni ninyi wafanyakazi. Mfanyakazi, mtumishi, uwe msichana wa kazi, uwe kijana wa shamba, uwe mtumishi wizara ya serikali gani hapa, wewe ni mtumishi. Wa Efeso 6:5 na Petro wa kwanza 2:18 inasema tumeitwa kutenda mema kwa bwana zetu na kuwatii mabosi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mabosi na nyie, sababu mtapewa utii na kufanya kazi, usimnyime mtoto chakula. Usimnyanyase mtoto wa kazi. Wa mama, haleluya. Usimtumikishe mtoto wa watu kama hana kwao.